ili kuashiria kwamba Japani sasa ni kwa mara ya pili ina host maonyesho haya makubwa duniani. Kama nilivyosema, maonyesho haya yatakuwa miezi 6. Yameanza kufunguliwa tarehe 12 mwezi huu Aprili, yatakuwa mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni maonyesho ya 2025 Japan 2025, ambao sasa kama tulivyosema ni kwamba sisi wa Tanzania banda letu la TanTrade litaanza kuwa wazi kuanzia tarehe 13, ambao timu yetu iko kule site tarehe 13 mwezi huu wa April mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba. Ndani ya kipindi cha miezi 6 hicho tutakuwa na kazi kubwa, na hasa kuonyesha yale utajiri tuliokuwa nao, lakini kuwavutia wadau wetu mbalimbali katika kuja kufanya biashara na kuja kufanya uwekezaji. Lakini kubwa zaidi ni partnership. Watu wa uwekezaji wa Tanzania wanaweza kushiriki vizuri jinsi gani watawekeza na wenzao kutoka Japani katika swala zima la kibiashara. Lakini eneo lile ni jukwaa kubwa. Inawezekana sio lazima umpate Mjapani kuja kufanya naye biashara. Eneo lile madhahabu ni kongamano la watu wengi wanakutana, maana yake ni forum maalum ya watu wanaoenda kimkakati kuhakikisha wanapata fursa za uwekezaji kutoka maeneo mbalimbali na kushiriki katika swala zima la ubia ambao una manufaa makubwa sana katika swala zima la maendeleo. Sisi Tanzania, wizara zetu kama nilivyosema siku za nyuma kwamba sekta mbalimbali zitashiriki katika upande wa biashara, hasa kuonyesha jinsi gani tulichokuwa nacho, mambo ya uwekezaji na mambo mengine ya kisanii na kiutamaduni. Katika eneo hilo tukumbuke kwamba tuna sekta zaiba kipaumbele, na hasa sekta ya kilimo, ambapo mnafahamu kwamba kipindi hichi Daktari Samia Suluhu Hassan ameipa nguvu sekta hii. Bajeti yake imehama kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021, sasa tunazungumza shilingi trilioni 1.2. Uwekezaji mkubwa sana, na maana yake nini? Tija imeongezeka katika kilimo. Katika eneo ambalo tutaenda kutangaza sana ni upande wa kilimo, hasa mazao tunayozalisha. Leo hii mpaka mazao ya chakula nayo yamebadilika kuwa mazao ya biashara. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kutangaza kahawa yetu, kutangaza chai yetu, kutangaza korosho yetu, kokoa, ufuta na mambo mengine katika upande wa kilimo. Lakini vile vile tunakumbuka kwamba mwaka wa jana, mwaka 2024, nchi yetu ilipitisha sera ya uchumi wa buluu. Lengo letu ni kwamba kuangalia kwamba jinsi gani tutanufaika na swala zima la rasilimali ya maji tuliyokuwa nayo. Katika mambo ambayo sehemu kubwa naye tutaenda kuyatangaza ni swala zima la uchumi wa buluu katika eneo hilo. Lakini sehemu nyingine ni swala zima la utalii. Kumbukeni Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia filamu ya Leo Tua amefanya kazi kubwa sana. Leo hii ukienda katika bonde la Klete na Ngorongoro utakuta magari yamejazana pale, hata kugeuza yanashindikana. Ni kwa sababu ni kwamba watu wameshaitika. Kwa hiyo kupitia programu hii sasa tunaondoka nayo, maonyesho haya makubwa tunaondoka nayo, yatatusaidia kuongeza ile kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya, kuongeza juhudi kubwa zaidi. Kwa sababu naona nchi yetu imefunguka sasa, vyanzo vya utalii vimekuwa vingi. Ukienda Nyerere National Park, ukienda Sadani, ukienda maeneo yote nchi yetu, ukienda kule Kilwa mpaka kusini. Kwa haya ni maeneo makubwa sana ambayo tuna jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha kama tutakuwa na siku maalum ya utalii. Tunayo fursa kubwa sana mwaka huu ya kidunia ya kibiashara katika mji wa Osaka, Japani, ambapo Expo 2025 itafanyika. Nafikiri mtakumbuka tulikuwa na Expo iliyopita tulifanya Dubai, na wakati ule Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliambatana na kundi kubwa sana la wafanyabiashara kwenda kwenye Expo ya Dubai, na tulipata mafanikio makubwa sana kwenye Expo ile. Nafikiri ndiyo iliyokuwa Expo iliyovunja rekodi katika Expo zote ambazo nchi yetu imeshawahi kushiriki. Mtakumbuka kuna mikataba memorandum nyingi zilisainiwa pale za kibiashara za takribani dola bilioni 8, na uwekezaji wa memorandum zile au ile mikataba iliyosainiwa pale mingi imeshaanza kutekelezwa, ikiwepo uwekezaji mkubwa ambao ulifanyika kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni matarajio yetu na tumejipanga vizuri, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector mwaka huu tuweze kuingia makubaliano makubwa zaidi, ikiwezekana tuvuke ile lengo la Expo iliyopita ya Dubai. Sasa ni nini hasa ambacho tumejipanga? Tumeangalia katika maeneo ambayo sisi tunafanya biashara na Japani, ni bidhaa zipi ambazo wanazichukua kwetu au wananunua kwetu moja kwa moja kutoka Tanzania kwenda Japani,
lakini kuna bidhaa zingine ambazo wanazinunua kutoka kwetu zinapita kwenye nchi zingine, halafu ndo zinauzwa Japani. Kwa hiyo zote tumeziangalia kwamba sasa tunapokwenda kule tunakwenda na nini ili wa Japani tuweze kuwavutia, lakini si wa Japani tu, ni nchi zaidi ya 100 zitakuwa pale. Kwa hiyo ni fursa pia ya kuzifikia nchi zingine ambazo tungependa kufanya nazo biashara. Kwa hiyo si tu kwamba tunalenga soko la Japani, lakini tunalenga masoko ya zaidi ya nchi 150 ambazo zitashiriki kwenye expo ya Japani Osaka 2025. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tumeviona, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector, na ambavyo tunaona sisi tukienda kule kwenye soko la Japani lenyewe, vitu ambavyo tutapiga bao ni bidhaa za kilimo. Kwa hiyo katika maonyesho haya, kitu cha kwanza ambacho tunakibebea bendera, tunakiweka katika bidhaa namba moja kabisa ni vitu vya bidhaa za kilimo. Japani inanunua kahawa nyingi kutoka kwetu, lakini inanunua kahawa pia kupitia nchi zingine, lakini kahawa ile ukiitrace inatokea Tanzania. Lakini wananunua pia sesame, ufuta kutoka Tanzania tumeona, na mazao mengine mengi. Korosho wananunua lakini wanapitia kwenye nchi zingine. Sasa tunataka tukapate direct access na soko la Japani. Kwa hiyo bidhaa ni nyingi sana ambazo, chai pia wananunua lakini zinapita kwenye nchi zingine ndo zinauzwa kule. Sasa ni wakati wetu, fursa kubwa ya kwenda kujionyesha moja kwa moja na bidhaa ili tuweze kuteka lile soko na Tanzania. Lakini tumeona kwenye utalii pia, tuna watalii wanatoka Japani wanakuja hapa. Sema soko lile tulikuwa bado hatujalitangaza kwa ukubwa. Kwa hiyo nafikiri kupitia Expo Dubai 2025 ni muda mzuri wa makampuni ya utalii kujitokeza na kwenda kuchukua fursa zilizoko Japan, lakini pia kuziangalia zile nchi ambazo tunafanya nazo biashara. Na kuna kitu kingine kikubwa sana Mheshimiwa Waziri ambacho mara nyingi hatukisemi. Japani wanapenda sana muziki na hizi bongo movie za kwetu wanaangalia. Bongo movie. Wanapenda hizi bongo movie na muziki yetu ya Kitanzania wanasikiliza sana. Kwa hiyo huu ni wakati ambao tunawahamasisha wanamuziki, ndugu zetu wa sanaa tamaduni zetu hizi za tofauti tuweze kwenda kwa pamoja, tuende tukaonyeshe. Tunaweza tukaona ni vitu ambavyo havisemi sana, lakini sasa hivi entertainment industry ndio ni uchumi mkubwa sana.